Mkuu wa Mkoa wa Tabora, Paul Chacha, amesitisha mkutano wa Injili unaotarajiwa kuanza Machi 19 hadi Machi 22 mwaka huu na Mchungaji Dana Morey kutoka nchini Marekani baada ya kubaini kuwepo kwa viashiria vinavyodaiwa kuhusishwa na mapenzi ya jinsia moja. Akizungumza na waandishi wa habari, Chacha amesema kabla ya mkutano huo kulikuwa na kampeni iliyokuwa ikiambatana na mabango na vipeperushi vilivyobandikwa katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tabora vikiwa na ujumbe unaosomeka maisha yako mapya. Mabango yapo mengi, yapo hapa mjini mengi, lakini yalikuwa ukifika Dodoma pale utaona kwenye roundabout, kule Shinyanga ukiwa unapita utayaona mengi tu. Nafikiri anafanya kazi ya Injili. Lakini kabla ya Injili kuna vitu vimekuwa vimetangulia. Sasa vilivyotangulia, huyu bwana mimi hapa mkoani alikuja ofisini kwangu huyu Mchungaji Rashid. Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira. Akaniambia, mkuu, kuna kontena kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja kugawa kwa mashuleni hapa Tabora. Sample ni hii hapa. Kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Sasa kweli vyombo vya uchunguzi vinafanya kazi kubwa sana. Na intelligence yetu zote zipo vizuri sana. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii. Wakawa na dauti ya rangi, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Sasa wakishaweka dauti, manake wana extend uchunguzi. Hizo container nafikiri tayari zilishatolewa bandarini, zikawa zimefika hapa. Wakawa hao mabwana walienda kuomba kibali kwa mkurugenzi wa manispaa ili waweze kugawa. Mkurugenzi aliwaambia, ili muweze kugawa vifaa vya namna hiyo mashuleni, lazima tuwe na barua kutoka kwa katibu mkuu TAMISEMI. Sasa maana yake ilibidi waende TAMISEMI ili wapewe barua ili tuelekeze sisi mamlaka tuliopo hapa tuwaruhusu na tuwasimamie wagawa. Lakini unfortunately hawakufanya hivyo. Wakazunguka hapa, wakapata barua lakini kwa usimamizi na kwa uchunguzi ukiwa unaendelea. Wakafanikiwa kugawa shule 55 hapa manispaa. Hii mipira kwa watoto wa mashule hayo waliopita sekondari na msingi na sekondari. Lakini baadaye kwa sababu vyombo vinaendelea kufanyia kazi, wakasema hili jambo si jema. Alama hizi tunazioanisha na alama ambazo sio za kimaadili, ambayo maadili yetu ya Watanzania sisi hatukubaliani nazo. Kwa tukaamua mipira yote na vipeperushi vyote ambavyo wamepewa watoto vikusanywe, ambayo kazi hiyo imefanyika. Pia amemtaka mchungaji mwenyeji anayehusika na maandalizi ya mkutano huo, Mchungaji Rashid, kufika mbele ya kamati ya ulinzi na usalama kwa maelezo zaidi kuhusu shughuli hiyo. Na tumemuita mchungaji ambaye ni mwenyeji na askofu mwenyeji aje atupe maelezo kwenye kamati ya ulinzi na usalama, tukiwa pamoja na wakuu wa wilaya na wataalamu tulionao hapa. Bahati mbaya sana wachungaji wetu hawa tunaishi nao vizuri sana. Mchungaji Rashid anasema hakuwa ameelewa wala kutambua chochote kuhusiana na alama zilizopo hapa. Kwa hiyo unaweza kaona wao wamepokea mgeni wa kanisa, anataka kufanya uinjilishaji basi, lakini kilichopo ndani yake wao sio konsani yao, na ni kweli hawajui chochote. Amefafanua kuwa kwa mujibu wa taratibu za nchi,
hairuhusiwi kufanya shughuli za uinjilisti ndani ya shule kwa kuwa wanafunzi wapo chini ya uangalizi wa wazazi na walezi wao, na kwamba misaada au zawadi zinazogawiwa kwa wananchi lazima ziwe wazi na zisizo na ujumbe au viashiria vinavyokwenda kinyume na maadili ya jamii. Hii misaada tungeweza kuikuta pale, wale walioenda kwenye injili pale uwanja wa Kanyenye, wale ni watu wazima, kila mmoja kaamua kwenda pale. Lakini mashuleni pale, kwamba leo shehe wa mkoa akute mtoto wake amefika na kipeperushi hichi, ameambiwa kwamba unatakiwa uokoke au ufanyeje, lakini nyuma haka kajitabu kameandika kadi ya maamuzi. Manake baada ya hapo mtoto huyo anatakiwa amue, aandike jina lake, umri wake, namba ya simu, anwani ya eneo analoishi. Mtoto, nyinyi si mna watoto, wanaweza kuamua kitu cha namna hii. Alafu muda wa kumtembelea mtoto huyo. Lakini ni picha gani ya hicho kijitabu? Kitabu hicho kina picha hiyo ambayo inamwambia maisha yako mapya. Kwa hiyo hayo mambo inawezekana. Wametuambia tumeshagawa sijui wapi, we don't care. Zote hizi ni mamlaka za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Hamkueleweka huko, hamkugundulika huko, tumewagundua hapa. Hatua tunaichukulia hapo tuko igundulia. Kwa hiyo tusitishane kwamba kuna mahala fulani tumegawa. So kosa linapogundulika ni hapo linachukuliwa hatua. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine huko mlikogawa au huko walikogawa wenzetu hawakuwa aware, lakini vyote ni vyombo vya ulinzi na vya usalama vya nchi hii, havina mipaka ya kufanyia kazi. Kwa wamelibaini hapa, na naendelea kuwashukuru na kuwapongeza kwamba hili jambo, rangi hizo na alama zilizopo zinaoanisha na alama ambazo sio za kimaadili katika nchi yetu. Kwa hatuwezi kukubaliana nalo. Kwa hatua tulioichukua ni kusitisha mkutano huyo mwinjilishaji, na tumewaambia kwamba mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga mpaka vyombo vitakavyokuja kutuambia kwamba ni salama, tuwaambie waendelee. Lakini kwa sasa tumeufunga na tumekanseli kibali hicho. Tumewaelekeza mabango yote hapa mjini waliokuwa wameyabandika wayatoe leo, tusikute bango mjini hapa. Wametuambia wapo zaidi ya 10 au 20 hapa mjini, waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa. Mchungaji Rashid na mwenzake tumewambia ripoti polisi kutoa maelezo sasa hivi baada ya mkutano huu. Mchungaji Rashid, utafika polisi pale, waandike maelezo. Nimesema kwamba sisi tunaamini nyinyi ni watu wema, mmeletewa haya mambo msiyoyajua, na kweli hamjui, na hatuwalaumu kabisa. Tunawasaidia kuwajua wabaya wenu pia, sababu wanataka kuwachonganisha na jamii hii. Kutokana na sababu hizo, mkuu wa mkoa wa Tabora ameagiza wahusika wote wa kampeni hiyo kuondoka mara moja mkoani Tabora.